Hatimaye tena ndani nyumba tuko na bonge moja la series. Wanasema ni kalima, na hii ni katika episodi ya kwanza tu. Tafsiri yake ikiwa inamaanisha kiama. Wanakuambia kwenye maisha unapoanzisha ubaya lazima utalipwa kwa ubaya tu. Lakini pia hakuna mtu ambaye anaweza kusurvive kwenye kitu ambacho hakijawa kama riziki yake. Leo niko na story katika episodi ya kwanza tu. Inamhusu bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Mr. Park. Huyu mwamba alikuwa na tabia za kukopa sana na kufanya issue za trading. Hizo anzijua sana vijana wa kisasa. Lakini baada ya kupata nafasi ya kwenda katika nyumba ambayo alikuwa anaishi mzee wake kwa ajili ya kumpelekea vitu fulani kwa ajili ya matibabu katika hospitali moja hivi, huko alifanikiwa kukutana na kitu ambacho ni kama usia tu, ukidai kwamba ndo mtoto pekee ambaye anaweza kupata nafasi ya kulisi kila kitu endapo mzee atakuwa mpoteza maisha. Kutokana na tamaa mwanadamu, bwana mdogo alichofikiria kwa wakati huu ni kuhakikisha anatengeneza mazingira ya kummaliza mzee ili aweze kupata kiasi cha fedha ambacho kilikuwa ni zaidi ya milioni 150. Na ulikuwa ni kama ulisi tu ambao mzee alimwandikia kijana wake. Sasa tufikiri ni nini ambacho kinajiri katika chumba bomba sana hapa, wakiwa wanasema inafahamika kwa jina la Kalima. Hebu twende katika episodi ya kwanza tu baada ya kupata mwanga wa nini ambacho tunadili nacho katika episodi ya kwanza tu. Mwamba kufahamika kwa jina la Mr. Park. Wajua binadamu wanatamaa sana, usio? Hebu twende katika episodi ya kwanza. Wasema picha inaanzia katika jengo moja hivi. Kuna bwana mmoja anaonekana akiwa anamwaga mafuta katika ile eneo, lakini pia kuna mtu anaonekana akitoa machozi sana. Mtu huyu isitosha kuamini ya kwamba ni kama amefungwa tu. Na mtu baada ya kumwaga mafuta aliweza kuchoma jengo zima hilo. Lakini baadaye baada ya majira kwenda zaidi waliweza kufika watu ambao wanatokea katika kikosi maalum cha uzima moto. Basi baada ya kufika katika ile eneo kuhakikisha wamezima moto kila sehemu, walipata bahati ya kukutana na mwili wa mtu huyo ambaye kwa sasa inaonekana kama alikuwa kwenye hali ya maututi zaidi. Na baada ya kufika katika eneo la hospitali alikuwa anahitaji kufanyiwa vipimo tu. Lakini daktari ambaye alikuwa anahitaji kumfanyia vipimo mtu huyo alidai kwamba ingekuwa ni vema kama angeweza kuchomwa sindano. Lakini kuna daktari ambaye alitoa ushauri wa kwamba kwa hali alionayo mtu huyo anatakiwa asichomwe sindano kwani inaweza kumpelekea majanga zaidi. Lakini pia binti huyo ambaye alikuwa anaandika jina la mtu huyo alipata mshtuko sana mpaka daktari mwenzake aambia kwa sasa unafikiri tunaweza kwenda. Mwamba kufahamika kwa jina la Mr. Park anamwambia asante sana kwa kile ambacho umenitendea na nashukuru sana. Lakini mwanamke huyo alizidi kumwangalia sana Mwamba kufahamika kwa jina la Mr. Park. Basi tunarudishwa nyuma kidogo kujua nini ambacho kilitokea kabla ya Mwamba kufika katika ile hali. Wasema mwanaume alikuwa ni mtu ambaye anafanya biashara za kutrading sana online. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha ya kukopa sana. Leo alikuwa anapigiwa simu na mtu ambaye alikuwa amemkopesha kiasi kikubwa sana cha fedha. Lakini kutokana na ubizi na utukutu zaidi wa Mwamba, aliona haina haja ya kuweza kupokea simu ya mtu huyo. Leo wasema leo alikuwa amekopa simu ambayo ni hatari sana. Basi tunahitaji kurudi nyuma kidogo. Wasema ni siku 15 kabla ile tukio kutokea. Bwana mkubwa anaonekana katika nyumba ambayo anaishi anadaiwa zaidi ya miezi 3 kodi. Lakini pia Mwamba ni mtu ambaye anadai sana na masuala ya trading, yani biashara fulani za mtandaoni za kifedha. Leo alikuwa anapigiwa simu na mtu ambaye anasemekana anamdai kiasi kikubwa sana cha fedha. Lakini mwanaume alikuwa ni mtu kama ambaye anapuuzia sana simu ile. Hakujua sehemu ambayo amekopa ni sehemu moja hatari zaidi. Akiwa anajiamini amemaliza kila kitu, mtu huyo aliweza kufika pale ambapo Mwamba ametulia taratibu. Aambia nafikiri umeshindwa kuelewa kile ambacho nilikuwa nakwambia tangia muda wote. Sasa nataka nikuoneshe namna ambavyo nawafanya watu ambao wanashindwa kunilipa fedha zangu. Basi naomba mwanaume alipelekwa katika maabara moja ambayo ni maabara inayohusika na utoaji wa viungo.
na huku mwamba isema endapo utashindwa kutoa kiasi cha fedha, takuja nikutoe viungo vyako, na nimekupa siku takriban 29 tu uweze kutengeneza nafasi ya kurejesha kiasi changu cha fedha. Anamwambia hali ya mwanaume kwa wakati ule ilikuwa ni hali imeshakuwa mbaya zaidi, kwani alikuwa ni mtu ambaye anajiuliza sana kiasi hicho cha fedha ni wapi ataweza kukipata. Basi alitafuta nafasi ya kwenda katika kampuni ambayo alikuwa akifanya kazi ili kuangalia namna ambayo anaweza kupata fedha. Lakini akiwa katika ile eneo aliweza kumuona bwana mmoja akiongea na simu. Na mtu huyo anaonekana alikuwa na shida sana na uhaba mkubwa sana wa fedha mara mbili alionao mwamba. Lakini mkononi mwake alikuwa na tattoo ambayo ilimfanya mwamba aweze kuangalia hii tattoo ni tattoo ya aina gani. Tutakwenda kumjua mbele huyo mwamba zaidi. Basi mwanaume baada ya kutafuta msaada kwa babake, alikuta pia babake yuko katika eneo la hospitali, ikisemekana kwamba kuna ajali ambayo imetokea. Hili mshtua sana bwana mdogo, kwa sababu msaada mzima ambao alikuwa anautegemea ulikuwa ni kutoka kwa mzee. Sasa aliweza kumfuata driver ambaye alikuwa anafanya kazi ya uendeshaji, yani driver ambaye anamuendesha babake, na kumlaumu sana kwa kile ambacho amefanya. Awaambia lakini bwana mdogo aliweza kumpoza na kiasi fulani cha fedha kwamba mwanaume atulie tu, kila kitu kitakaa sawa. Hapo baadaye mwanaume alipata nafasi ya kuongea na mzee wake mawili matatu. Alimwambia juu ya kile ambacho anapitia. Lakini mzee ajabu kumsihi sana kijana wake ya kwamba ingekuwa ni vema kama angetafuta kazi ya kufanya, lakini pia angeachana na hizo biashara za kufanya trading mtandaoni. Na pia mzee aliweza kumwagiza baadhi ya vitu kijana wake ili aweze kumletea katika eneo la hospitali pindi ambapo atakuwa anaendelea kupata matibabu kutokana na kile ambacho kimetokea. Hasa ambaye bwana mdogo baada ya kuingia katika chumba cha mzee, kwanza kubeba baadhi ya vitu kwa ajili ya kumpelekea mzee wake. Lakini aliingia na tamaa kitu kimoja cha ajabu sana. Kwanza alianza kusearch na kutumia baadhi ya vitu vya mzee kwa kuvijaribisha katika eneo lake la mikono, na pia kuna kiasi cha fedha ambacho kilikuwepo aliweza kupita nacho. Lakini kitu ambacho kiliweza kumshangaza zaidi, aliweza kukutana na document ambayo inazungumzia masuala ya urithi. Na yeye ndo mtu pekee ambaye alikuwa anatakiwa risk kiasi kisichopungua zaidi ya milioni 150. Hii ikampa taswira tofauti katika akili yake. Akaona njia sahihi ya kuweza kurisk kiasi hiki ni kutafuta namna ya kuweza kumwangamiza mzee wake. Na kwa kuwa yeye ndo ameandikwa katika kitabu cha urithi, hivyo ataweza kufanikiwa kupata kiasi kubwa sana cha fedha. Hapa alihangaika kumtafuta mtu mmoja ambaye aliamini yeye angeweza kumsaidia kuifanya hiyo kazi, ambayo ilikuwa ni kazi ambayo ina ugumu kidogo. Alimfuata mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Jong Kil-yong. Asema najua una uhitaji mkubwa sana wa fedha, lakini mimi na mchongo ambao unaweza kukuingizia kiasi kikubwa sana cha fedha. Na katika mchongo mimi ndakulipa zaidi ya milioni 6. Mwamba akasema sawa, nahitaji kujua juu ya hiyo kazi ambayo unaitaka nikufanyie. Bwana mdogo baadaye asema kwamba anachohitaji mzee wake aweze kuangamizwa. Lakini pia alikuwa na plani ambayo ingeweza kumsaidia mwamba kufahamika kwa jina la Jong Kil-yong kuweza kumwangamiza mzee kiurahisi zaidi. Basi pia aliweza kumpa kitu ambacho kama kilikuwa kinasa sauti, akidai kwamba kama yeye muamini kwenye kazi ambayo anahitaji kufanya nayo, anaweza kutumia hicho kinasa sauti kwa kile ambacho amekirekodi. Mwamba alisema basi atampatia jibu. Lakini alfajiri moja na mapema, bwana mdogo akiwa katika eneo moja aliweza kumuona mwamba akiwa anamsubiri taratibu. Na hapa mwamba anaonekana kuna kitu ambacho alikuwa ameweza kubaini kutokana na kile ambacho aliambiwa na bwana mdogo. Asema kwa nini umenitafuta ili bado hujamaliza kazi? Mwamba asema najua kazi ambayo naenda kufanya ni kazi hatari sana, lakini pia mimi sipendi mtu mwongo kwa wakati anahitaji kufanya kazi na mimi. Vicho kiasi ambacho uliniambia ni kidogo sana. Ninachohitaji unipatie 30% kutoka kwenye kiasi cha fedha ambacho utakipata wewe faida. Na tofauti na hapo utakuwa umetengeneza hatari zaidi, kwani sipendi kufanya kazi na watu ambao wanakuwa wananiambia habari za uongo zaidi. Nitachukua 30% kwa hicho ambacho utakipata wewe. Nadhani kama na vingi sana vya kuongea na wewe, naomba usubiri majibu ya kazi ambayo umenipatia. Nitakuona kwa baadaye zaidi. Sasa nikizaazaa zaidi, tukutane katika episodi inayofuata kujua mwamba kweli atafanikisha hatima ya kile ambacho ameambiwa na bwana mdogo
au mambo yatakuwa tofauti zaidi. Baada kupoka ni Kalma katika episode ya kwanza tu. Nilikuwa napiga kitaalamu zaidi kutoka DC Production. Jumbara butani kama kama kawaizo. Tuendelea kuenjoy utamu wa vanilla opa.